Habari za wakati huu wapenzi watazamaji wa Beiche Online TV. Kwa mara nyingine tena ni Saidi Isa Ndwata almaarufu Beiche, mwenyekiti wa vijana UVCCM wilaya ya Kondoa. Leo hii niko tena katika online TV yetu kuweza kuzungumza machache sana yanayohusu Tanzania yetu, kwa mustakabali wa Tanzania yetu ya leo na Tanzania yetu ya kesho. Sisi vijana tunasema kwamba kuitumikia nchi yetu, kulitumikia taifa letu ndio kitu bora kabisa kwenye maisha yetu. Maana bila ya hivyo maisha yetu hayana thamani yoyote pasipo kulitumikia taifa letu. Ndugu zangu, leo kwenye Beiche Online TV tunakwenda kuzungumzia siku 145 za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika kuiongoza nchi ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nianze kwa kuwasalimu kwa salamu ambayo Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan ametufundisha. Niwaambie kwamba na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sote tuseme kazi iendelee. Ndugu zangu, leo hii tunakwenda kuziangalia siku 145 za Rais Samia Suluhu Hassan katika kuiongoza Tanzania. Toka ameapishwa tarehe 23 mpaka leo hii tayari zimekushafika siku 145 na kazi tunaona inaendelea. Ndugu zangu, kuweza kufahamu kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anafanya kazi yake vilivyo, sio tu kwa kumsikiliza yeye, bali pia ni kwa kuangalia matendo aliyoyafanya. Wengi tunakosea sana, hususan katika kumjaji mtu. Tunamjaji mtu kutokana na maneno anayoyasema na si vitendo anavyofanya. Leo nitawapa vitendo alivyofanya Mama Samia Suluhu Hassan kwa siku 145 ili tuweze kuona utekelezaji wa kazi yake unaendeleaje. Ndugu zangu, kwanza kabisa kabla ya kuzungumza au kuvitaja vitu ambavyo amevifanya vipya Rais Samia Suluhu Hassan, leo hii naomba niwaambie kwamba miradi yote aliyoiacha hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli inaendelea, tena inakwenda kasi mno na inakwenda kukamilika. Tukianza na mradi wa Stiegler's Gorge, kutengeneza au kuzalisha umeme wa kutosha megawati karibu 2150 zinakwenda kuzalishwa kule. Mradi ule unaendelea. Na mradi huu nilishawahi kuzungumzia ndugu zangu, ni mradi wa muhimu. Nchi zote zilizoendelea ziliangalia mradi wa kuzalisha umeme kwa bei nafuu, na mradi huo ni umeme wanasema hydroelectric power, ni umeme wa maji. Na huu tunakwenda kuanzisha. Utakapokamilika, naamini kabisa Tanzania tutakuwa na umeme wa bei rahisi kuliko nchi nyingine zilizo katika bara la Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Lakini pia ndugu zangu, ujenzi wa standard gauge, reli ya kisasa, unaendelea kwa kasi ya ajabu na unakwenda kukamilika na unakwenda kuinua uchumi wa Tanzania. Ndugu zangu, reli hii ina umuhimu mkubwa sana. Na tunaposema standard gauge, yani reli ya kisasa, tunamaanisha kwamba treni yoyote inaweza kupita kwenye reli hii. Kwa hiyo reli hii ambayo tumeanza sisi kuijenga, tuna uwezo wa kuiunganisha Afrika kwa reli hii. Na treni ikatoka Tanzania ikaenda mpaka South Africa kwa reli hii ambayo inatengenezwa, na maana ikaitwa standard gauge. Kwa hiyo inaendelea na ujenzi unakwenda kwa kasi. Lakini ndugu zangu, pia kufufua shirika letu la ndege, kazi inaendelea. Japokuwa bado hatujaanza kuliendesha kwa faida kubwa, lakini tunaenda kwanza kwenye hatua za kulifufua. Na ndege 3 alizoziacha hayati Dr. John Joseph Magufuli, juzi Rais Samia Suluhu Hassan ameipokea ndege moja na amesema sio 3 tena, zinakuja 5. Kwa hiyo ndugu zangu, bado yale aliyoyaacha hayati Dr. John Joseph Magufuli yanaendelea kwa kasi ya ajabu. Tuendelee kumwamini Rais Samia Suluhu Hassan, hakika nchi yetu iko katika mikono salama. Lakini ndugu zangu, mbali na hayo pia Rais Samia Suluhu Hassan amefanya mambo mengi kwa taifa letu la Tanzania. Juzi nilikuwa nikiangalia ametoa bilioni 50 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya afya, dawa na shughuli za kiafya mbalimbali ziweze kwenda vizuri, afya zetu ziimarike. Maana bila afya hatuwezi kutengeneza maendeleo mazuri ya nchi yetu. Na nikizungumza hiyo bilioni 50 ni mbali na zile ambazo zimepitishwa kwenye bajeti ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nje ya bajeti bilioni 50 kwa ajili ya dawa na huduma mbalimbali za afya. Ni pesa nyingi sana. Haya yamefanywa na Rais Samia Suluhu Hassan. Hakika wenyewe wanasema mkisema anawasikia na anatekeleza kimya kimya. Huyo ndo Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini mbali na hilo pia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ametoa bilioni 759.21 kwa ajili ya miradi 177 ya maji katika nchi nzima, katika mikoa yote, katika wilaya zote.
Na katika hiyo miradi 67 tayari imeshakamilika na miradi 110 ipo katika hatua za mwisho za kukamilika. Kwa hiyo bilioni 559.21 sio fedha kidogo, ni fedha nyingi sana. Kwa hakika anafahamu dhamira yake ya dhati kabisa ya kumtua mama ndoo kichwani. Na hii ameifanya kwa weledi wa hali ya juu kabisa. Kwa hakika tukizungumza mama anasikia na anatekeleza kimya kimya. Hali inakuwa hivyo ndugu zangu. Lakini pia mbali na hiyo, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amewakumbuka watumishi wake ambao watumishi wamekaa kwa muda mrefu sana bila kupandishwa madaraja, bila kulipa malimbikizo ya mishahara yao. Ametoa bilioni 60 kwa ajili ya kulipa malimbikizo ya mishahara, bilioni 120 kwa ajili ya kufanya mabadiliko ya watumishi sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kazi inaendelea. Lakini ndugu zangu, pia tunapomzungumzia Rais Samia Suluhu Hassan ameondoa penalty ya 6% kwa wale watumishi ambao walikuwa wanakatwa pesa ya Loans Board HESLB. 6% ameiondoa ili wananchi wale waweze kunufaika na mishahara yao. Ndugu zangu, yapo mengi ambayo wameyafanya Tanzania nzima, lakini tutosheke na hayo machache. Lakini nikwambie pia katika halmashauri yetu ama katika wilaya yetu ya Kondoa pia Rais Samia Suluhu Hassan ametupa neema kubwa. Na hizi siku 145 tunaweza tukasema kwamba ni siku 145 za neema katika wilaya ya Kondoa. Nazungumza hivyo kwa minajili gani? Tunapozungumzia ndugu yangu, wilaya ya Kondoa ni wilaya ambayo ina halmashauri mbili. Ina halmashauri ya Kondoa mji na ila halmashauri ya Kondoa. Lakini ina jimbo la Kondoa, lakini pia ina jimbo la Kondoa mjini. Ina vitu hivyo viwili. Ndugu zangu, haya majimbo yote mawili yana vijiji vipatavyo 84. Haya majimbo yote mawili yana vitongoji vipatavyo 386. Lakini haya majimbo yote mawili yana mitaa ipatayo 36. Na ndugu zangu, idadi ya watu ni kama 269,704 kwa mujibu wa sensa iliyofanyika mwaka 2012. Hiyo ndio halmashauri ya Kondoa. Lakini ndugu zangu, nikuambieni katika sekta ya umeme, hususan tunasema REA, Rural Energy Authority, tayari wameishatenga pesa nyingi kwa ajili ya umeme. Katika jimbo la Kondoa tumepata bilioni 14 na milioni 400 kwa ajili ya kusambaza umeme vijijini. Na tunapozungumzia bilioni 14 na milioni 400 ni kwa ajili ya kata 4 na vijiji 39 ambavyo bado vilikuwa havijapata umeme mpaka tunapozungumza. Na sasa hivi mradi umekwisha endelea, na juzi Medad Karimani alikuja kuuzindua mradi huo kimkoa pale Itaswi katika jimbo la Kondoa. Lakini pia ukija katika jimbo la Kondoa mjini, tayari Mheshimiwa Rais ametoa bilioni 12 na milioni 700 kwa ajili ya kutekeleza mradi wa umeme katika mitaa 11 ambayo imebaki ambayo haina umeme katika jimbo la Kondoa mji. Ukitoa mitaa 36 ni mitaa 11 pekee ndio ilikuwa imebaki. Kwa hiyo bilioni 12 na milioni 700 zote zinakwenda kwenye umeme. Na wamepewa miezi 18 tu. Miezi 18 umeme huo umewaka katika nyumba zote za wananchi wa Kondoa na wilaya nzima ya Kondoa, miezi 18. Lakini baada ya hapo tukashangaa pia umeme ikaja kuwa ni huduma ya lazima pia kwa Watanzania, kwamba unapokuwa na nyumba lazima uwe na umeme. Hiyo pia inawezekana, maana mkisema mama anawasikia na anafanya kimya kimya. Lakini pia ndugu zangu, ili kuonyesha kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kubwa, tunaangalia msimu huu ama mwaka huu ana mpango wa kukamilisha maboma 10,000. Napozungumza maboma, kuna mpango wa serikali ambao wale wanasema ukifika kwenye lenta sisi tunamalizia. Kwa hiyo kuna maboma 10,000 ya zahanati yanatakiwa kukamilishwa, lakini pia na maboma 10,000 ya shule ama madarasa ambayo yamejengwa na wananchi yanakwenda kukamilishwa na serikali. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi kama wananchi tuchape kazi, tuendelee kujenga madarasa mpaka atakapofika kwenye lenta na kuiachia serikali iweze kumalizia. Rais Samia Suluhu Hassan yuko tayari kwa ajili ya kuifanya kazi hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, pia mbali na hiyo, tukija kwenye sekta ya usafirishaji pia tumepata pesa nyingi sana. Tumepata karibu bilioni 2 na milioni 600 katika wilaya yetu ya Kondoa kwa ajili ya kutekeleza swala zima la barabara zikae vizuri. Tumepata bilioni 1 na milioni 600 kule Kondoa, jimbo la Kondoa, lakini pia tumepata bilioni 1 zingine kwa ajili ya jimbo la Kondoa mjini, na tayari barabara zinaingia kwenye utekelezaji. Muda si mrefu tutaona matokeo mazuri. Kuanzia Mneni mpaka Kikore pale kutakuwa kunapitika vizuri, kuanzia Seria kupita Mongoroma kupita mpaka Hurumbi kule njia itapitika vizuri, lakini kuanzia Msui kupita kule mpaka Tampori njia itapitika vizuri kabisa. Lakini juzi ndugu zangu, pia niwakumbushe, Mama Samia Suluhu Hassan ameongeza pesa
katika kutoa mkopo ya elimu ya juu kwa wanafunzi, kwa vijana wa Kitanzania, vijana wanyonge, vijana wa kimaskini, kutoka bilioni 464 mpaka kufikia bilioni 570. Na amesema hata wale milioni 10, hata wale 10,000 watoto waliokosa mkopo mwaka jana na mwaka huu pia wapate. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni mapenzi mema kabisa ya rais wetu, Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa kutizama haya aliyofanya, ndugu zangu, yanatuonyesha kwamba dira ya Tanzania tunaelekea wapi. Hali ya kisiasa, hali ya kiuchumi Tanzania iko vizuri, mama anakwenda nayo vizuri kabisa. Tuachane na upotoshaji unaofanywa na watu wachache ambao wao wanaangalia vitu vidogo sana ambavyo havina impact kubwa kwenye maendeleo ya kisiasa wala ya kiuchumi, na kufanya ndio ajenda za kupigia kelele kwenye vijiwe mbalimbali. Ndugu zangu, tusimame na mheshimiwa rais wetu Samia Suluhu Hassan, tuchape kazi. Hakika nchi anaiendesha vema, na kama nilivyowaambia, Rais Samia Suluhu Hassan yeye mkisema anasikiliza, anasikia na anafanyia kazi kimya kimya. Kwa ndugu zangu, kwa leo naomba tuishie hapa. Kipindi kijacho tutaendelea kuangalia ni namna gani Rais Samia Suluhu Hassan anatupeleka sehemu nzuri kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, nchi bado inakwenda vizuri, na naweza kuzungumza mengi sana kuhusu Rais Samia Suluhu Hassan, lakini tutosheke na hayo na tuamini kwamba nchi ipo kwenye mikono salama. Tuendelee kuchapa kazi kama anavyosema mwenyewe, acha kazi iendelee. Ni wenu katika ujenzi wa taifa, Said Issa Ndwata almaarufu Beche, kutoka Kondoa mjini, mwenyekiti wa vijana wa wilaya ya Kondoa. Asanteni sana. Tuendelee kutazama Beche Online TV kwa mengi ya kulifahamu taifa letu na kuliendeleza na kuishi kwa vitendo uzalendo wa Tanzania. Asanteni sana.